Taarifa kutoka pale Israel ambayo inayojiri kutokana na maandamano yaliyopo ya kupigana vita ambavyo vinavyojiri pale, pamoja na Israeli kuiandaa sana Iran kutokana na mpango wake wa nyuklia. Ni kwamba Israeli ina mpango wake wa nyuklia unaoendelea kwa mujibu wa gazeti la New York Times. Historia ya kuanzishwa kwa mpango huo wa nyuklia kwa Israeli ulianza tangu mwaka 1948. Hata hivyo, Israeli haijalengwa na ukosoaji wowote kuhusiana na mpango wake huo na nyuklia kama inavyozungumzwa Irani. Hiyo ndio taarifa ambayo ipo kutokana na vyanzo vingi vya habari. Israeli ina takribani vichwa 90 vya nyuklia vya kivita na nyenzo za kutosha kuzalisha hadi mamia vichwa hivyo vya nyuklia, kwa mujibu wa ripoti ya kituo cha kudhibiti silaha na kuzuia kuenea kwa silaha na mpango wa tishio la nyuklia. Shirika la kimataifa la nishati ya atomic linalosimamia nyuklia za Umoja wa Mataifa nimetathmini kuwa ni nchi 30 ambazo zina nyuklia, na Umoja wa Mataifa umesema hivyo kwamba silaha ambazo zinatengeneza nchi ambazo zina uwezo wa kutengeneza silaha za nyuklia, lakini ni 9 tu ndizo zinazofahamika kuwa na uwezo huo. Hata hivyo, Israeli ndio taifa pekee linaloshika nafasi ya pili kwa udogo kati ya nchi hizo 9, ikifuatiliwa na Korea Kaskazini pekee, kwa mujibu wa kikundi cha utetezi kinachoshinda tuzo ya Nobel ya kampeni ya kimataifa ya kukomesha silaha za nyuklia. Israel ni kati ya mataifa 5 ikijumuishwa na India, Pakistan, Korea Kaskazini na Sudan Kusini ambayo haijasaini mkataba wa Umoja wa Mataifa wa kuzuia kuenea kwa nyuklia. Israel inatengeneza silaha zake za nyuklia huko Dimona, eneo ambalo wakaguzi kutoka shirika la mataifa la nishati ya atomic hawajawahi kufika katika eneo hilo kufuatia kutokuwepo makubaliano na Israeli ambayo yanayowaruhusu shirika hilo la Umoja wa Mataifa kufika huko. Wanasayansi wa Marekani watembelea Dimona katika miaka ya 1960 na kuhitimisha kuwa mpango wa nyuklia huko ulikuwa wa amani kwa mujibu wa rekodi za historia kuhusiana na mpango huo wa nyuklia wa Israeli. Hivi karibuni picha za satellite zilionyesha ujenzi mpya huko Dimona katika kipindi cha miaka 5 iliyopita. Kwa uchache, wataalamu walisema kituo hicho kinafanyiwa uboreshaji unaohitajika. Hivyo hatua Irani kunyoshewa kidole kuhusiana na mpango wake wa nyuklia kwa picha ni kwamba unakuwa na utata, ukizingatia Israeli nayo ina mpango huo bana. Hiyo ndio taarifa kubwa zaidi, visa ambavyo vinavyosababisha kuwepo kwa sintofahamu kati ya Israeli na Irani. Sasa tusubiri tuone kipita jiri, na hii ni By Gazette TV. Usahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.